Ndugu zangu wanahabari, nimewaalika ili kuwajulisha umma wa Tanzania ya kwamba siku ya kesho tarehe 26, siku ya Jumapili, kwenye mji wetu wa Mwanza tunalo tukio kubwa la kihistoria, tukio ambalo linaenda kusaidia kuongeza hamasa ya wanaume kujitambua, kujifahamu na kujua wajibu na majukumu yao makubwa wanayoyabeba kwa ajili ya jamii yao, familia na taifa kwa ujumla. Na ndiyo maana tunasema kuzaliwa mwanaume haikuwa uchaguzi wako. Kila mtu anajikuta ni wa kiume, ila kufanyika kuwa mwanaume bora ni mchakato, it's a process. Ni mchakato ambao unapaswa kuupitia, mchakato wa kimalezi, mchakato wa kimahusiano, mchakato wa kukubali kuwa tayari kujifunza, kupokea maarifa, kujua hivi mimi ni namna gani, ninawezaje kuendelea kuwa bora zaidi, ninawezaje kufanya maisha yangu na ya wanaonizunguka, aidha ya watoto wangu, yawe bora kuliko ya kwangu. Kwa hiyo hapa ndipo tunapo taasisi yetu ya Men at Work inapokuja sasa kutengeneza jukwaa ama platform ili sasa kuwasaidia wanaume kuweka standard ya wanaume, ili kuambizana ya kwamba hapa mwenzetu nakengeuka, hapa hii ndio njia sahihi, ili kwa pamoja tuwe na tafsiri sahihi kuanzia kwa watoto wetu hata sisi tulio watu wazima, kwamba hii ndiyo tafsiri ya mwanaume. Unaweza kusikia mwanaume gandarandizi, mwanaume nini, mwanaume kitonga, au mwanaume mashine, au sijui mwanaume nini. Sasa jamii iko confused na hasa vijana wetu washike nini, kwamba ukiwa na mashine ndio unakuwa mwanaume kabisa ama inakuwaje? So nafikiri umefika wakati, ama tuko kwenye nyakati ambazo tunahitaji tafsiri sahihi na ya kuhusu wanaume, kuhusu wajibu wa mwanaume, kuhusu aina mazingira ya mwanaume, kuhusu changamoto na mambo ambayo mwanaume anamface kwenye maisha yake, yapate majibu sahihi. Faida ya kuwepo kwa kongamano hili, kwa sababu sisi tunaamini kwenye moja ya kauli zetu tunasema transform men, transform nations. Sisi tunaamini ukiweza kumpa mwanaume maarifa, umelisaidia taifa. Ukiweza kufanikiwa kumweka mwanaume kwenye nafasi yake, akabeba majukumu yake, taifa linakuwa salama. Kwa sababu huyu ndio decision maker. Mimi huwa nawaambia watu, kwa mfano una binti yako, ukamsomesha vizuri, alafu akaolewa na mwanaume asiyejielewa, ataenda wapi? Hawezi kwenda popote pamoja na elimu yake yote. Kwa nini? Kwa sababu mwisho wa siku ukweli ndio huo, mwanaume ndiye kichwa cha familia, ndiye decision maker. Kwa ukimwacha mwanaume nyuma, umeiacha jamii yote nyuma, ama kiurahisi niseme ukimwacha mwanaume nyuma, umeacha watoto na wanawake nyuma. Hakuna namna nyingine. Tunataka ili taifa liende mbele, ni lazima mwanaume awekwe kwenye nafasi yake, akumbushwe, ajengewe uwezo na apewe nafasi ya kuexercise sawa sawa na vile tunavyofanya kwa wanawake. Kwa hiyo faida mojawapo, tunapowajengea watu uwezo, miji yetu inakuwa salama, familia zetu zinakuwa salama. Kwa hiyo hilo ni eneo mojawapo. Lakini la pili, tunawezesha watu kukutana kibiashara, kwa sababu wanaume tunapokutana hatuishi tu kuzungumza maneno, tuna share business perspective, mitazamo ya kibiashara, namna ya kuongeza vipato, namna ya kuboresha uchumi wetu. Kwa hiyo ni pamoja ya faida nyingine ambayo tunaipata kwenye kongamano hili. Ni kongamano kwa maazimisho haya, ni maazimisho ya 11 kama nilivyosema, ila kwa maana ya makongamano hili ni kongamano karibia la 50 hivi ama 56, 58 tangu tumeanza kufanya makongamano. Lakini tumekuwa na matukio mengi madogo madogo ya kutrain ya watu wachache, kuwajengea watu uwezo na kuwapa ufahamu, kuanzia shule ya sekondari, high school na vyuo vikuu. Hiyo mikutano ni mingi sana. Tumekuwa na kempu za wavulana wadogo
ambayo sasa hivi mwezi wa 6 tutakuwa na kempu nyingine ya siku 10. Tunaiendesha kijeshi. Kwa nini? Tunataka mtoto wa kiume anajengwa physically na mentally. Huwezi kuwa na mtoto wa kiume ana akili lakini ni legelege. Hatuwezi kuwa na jamii ya namna hiyo. Kwa hiyo lazima watoto wa kiume wajengwe physically, na ndio umuhimu wa hizi kambi. Sasa kambi ya siku 10, shule zikifungwa, wazazi andaeni watoto.